الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وعلى آله وأصحابه الذين لبوا نداءه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في النبيين، وصل على سيدنا محمد في المرسلين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. بعد يكم حميد مولى سبحانه وتعالى جل جلاله na kurudisha shukrani za dhati kwa Allah subhanahu wa ta'ala anastahili kushukuriwa, Mola ambaye kwamba aliyetutoa katika Ijumaa iliyopita na kutufikisha katika Ijumaa hii, ambayo Ijumaa hii ni tofauti na Ijumaa iliyopita, bila ya uwerevu wako ama hodari wako ama ujanja wako, ikawa ni taufiki ya Mola subhanahu wa ta'ala. Kiuchache mwanadamu sema alhamdulillah. Zaidi ya kurudisha shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni wewe siku zote udumu katika taa, maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa tuko katika Ijumaa ya kwanza katika mwezi mtukufu wa Muharram, katika mwaka mpya wa 1447 baada ya kupa mgongo mwaka wa 1446. Ni neema na ni furaha watu kupeana na tahnia, kila mmoja kumwambia mwenzake na kumwombea dua, ili Mola subhanahu wa ta'ala atubarikie katika mwaka huu ambao kwamba tumeuanza. Mola subhanahu wa ta'ala jalie mwaka huu ni mwaka wa kufanya mema na kusamehewa madhambi, iwe ni mwaka ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa ni sababu ya kuweka amani katika nchi yetu na mambo mengi kuwa sahali na salama. Allahumma amin. Na leo insha Allah, kwa kuwa ndio Ijumaa ya kwanza katika mwezi wa Muharram na ndio Ijumaa ya kwanza ya mwaka, tutazungumzia tukio ambalo kwamba liliyosababishwa tarehe ya Kiislamu kuwekwa, ambayo kwamba ni tukio la hijra. Japokuwa tukio hili ni refu, latakana masaa, lakini insha Allah kwa hizi dakika 2-3 ambazo tunazo hapa msikitini, tutajaribu kudaradara sehemu ambazo kwamba ni muhimu na ni lazima wewe kama Muislamu uzitambue, uzijue uko katika kitu gani. Katika mwaka wa 1447 ambao kwamba tumeuanza, ikiwa leo ni Ijumaa ya kwanza ndani ya mwezi mtukufu wa Muharram, tuelewe ni miaka ya Kiislamu, ni miaka ya hijiria. Tukisema hijiria, tunahesabu tangu agure Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Sababu ya kwanza Waislamu kuwa na tarehe yao, tueleweni jamani Waislamu, sisi tuna kanuni haswa, kanuni ambayo kwamba aliyetwekea ni Allah subhanahu wa ta'ala, kanuni ambayo kwamba Mola hakutaka ushauri wa mtu yoyote, kanuni ambayo kwamba iliyopawa kwa Mtume Muhammad kwa ukamilifu, ili aje aifundishe ummati Muhammad ulimwengu mzima. Na Mtume akatuambia yoyote atakayeshikana na kanuni kama hili, basi atakuwa minal a'la, yeye ndo ataongoza, yeye ndo atasikiwa, yeye ndo atakayekuwa na nguvu akiwa ana kanuni kamili ambayo ni kanuni ya Kiislamu.
Kwa kuwa tuna kanuni yetu na tarehe zetu lazima tuwe nazo, ambazo tarehe zetu zinahesabika kikamaria, namna tunavyokuwa na miezi yetu. Tuna Muharram, Safar, Rabi'ul Awwal, Rabi'ul Thani, Jamadul Ula, Jamadul Ukhra, Rajab, Sha'ban, Ramadhan, Shawwal, Dhulqa'da, Dhulhijja. Hii ni miezi yetu ya Kiislamu. Ndo Allah hii miezi anaitambua ndani ya Qur'an, inna iddatash shuhuri inda Allahi 12 shahran. Hii ni miezi 12 Mola anaitambua, na miezi hii ina tarehe yake. Ilikuwa namna gani Waislamu kuwekewa tarehe? Kwa haraka, wakati wa Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa arda, huyu ni khalifa wa pili. Huyu ni khalifa wa pili. Wakati yeye ni kiongozi, aliandikiwa barua na Abu Musa al-Ash'ari, akamwambia ya Amira al-Mu'minin, barua ambazo kwamba tunazipokea hazina tarehe, hazijulikaniwi ni za lini, na taimu hiyo Waislamu walikuwa hawana tarehe maalumu ambayo kwamba wanaenda nayo ama wanayoitumia. Sayyidina Umar alipopokea ile barua, ikabidi akusanye Waislamu ambao wengine masahaba, vijana wa masahaba, waulizane, washauriane ni namna gani tutaweka tarehe. Baadhi za rai zikatoka, wengine wakasema tuweke tarehe siku aliyozaliwa Mtume sallallahu alayhi wasallama. Hiyo ikapingwa. Wengine wakasema tuweke tarehe siku ambayo kwamba alikufa Mtume, na hiyo rai ikapingwa. Wengine wakasema tuweke tarehe siku aliopewa utume Muhammad, yani ile siku sasa anatangazwa rasmi yeye ni mtume wa Allah, ndio ianze tarehe ya Kiislamu. Wengine wakapinga. Saidina Umar akawaambia, mimi nina rai, mwaonaje tarehe ya Kiislamu tukaiweka siku ambayo kwamba aligura mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama? Mwaonaje tarehe ya Kiislamu tuiweke siku aliyogura mtume Muhammad? Wakamuuliza, kwa nini ya Amira al-Mu'minin? Akasema, kwa sababu siku aliyogura mtume Muhammad ndo siku ilibainika baina ya haki na batil. Mtume hijra yake aliyoifanya kutoka Maka kwenda Madina, Uislamu ulipata uhuru, wanadamu walipata uhuru, Waislamu na wasiokuwa Waislamu walifili raha wakati Uislamu ndo unaongoza baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kugura. Masahaba wakamwambia, na hiyo rai ni mzuri sana. Haya, baada ya rai ya Sayyidina Umar kukubalika, wakashauriana iwe ni mwezi gani utakuwa ni mwezi wa kwanza wa Kiislamu, kwa sababu hijra ya mtume mwenyewe kufanya kitendo cha kugura hakikuwa katika Muharram. Huu mwezi si kwamba mtume aligura Muharram, la, mtume aligura katika mwezi wa fungo 6 Rabi'ul Awwal. Rabi'ul Awwal, Muharram, Safar, Rabi'ul Awwal ndo mtume alifanya kitendo cha kugura. Lakini mpaka ivutwe iletwe Muharram ilikuwa ni mshawara kati ya maswahaba. Wengine wakasema tuanze na mwezi wa Ramadhan kwa sababu ndo mwezi wa Islamu wanafunga. Wengine wakasema la, tuanze na mwezi wa Shaaban ndo mwezi wa kwanza wa Kiislamu. Ikapingwa. Hivyo hivyo Sayyidina Umar akawaambia, muonaje iwe mwezi wa kwanza ni wa Muharram, kwa sababu Waislamu huwa wametimiza nguzo ya 5, nguzo ya Kiislamu. Watu wametoka mahujaji Maka, wanarudi majumbani baada ya Dhulhijja, unaofuata ni mwezi wa Muharram. Waislamu wakaikubali rai ya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu warda. Kuanzia siku hiyo tarehe ya Kiislamu ikahesabiwa tangu mtume agure, na mwezi wa kwanza ukawa ni mwezi wa Muharram. Ndo tukitaja tarehe tunasema tuko katika mwaka wa 1447 tangu agure mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tarehe ikawa imepangwa tarehe ya Kiislamu ambayo kwamba ni ya Hijri.
ndo mtume alipoingia Madina. Katika tarehe vitabu kivifungua tunasema as-sanatul ula min al-hijra. Kazi nyingi mtume alizifanya mwaka wa kwanza alioanza nao kugura. Si kwa maana eti hijra mtume aligura Muharram, la. Hii ni mshawara wa masahaba wakatwekea tarehe yetu kama Waislamu. Hijra ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama ina mafundisho makubwa. Hijra ya Mtume Muhammad ina natija kubwa. Hijra ya Mtume Muhammad ina mambo mengi ambayo kwamba mimi na wewe yafaa tujifundishe katika hijra kama ile. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama alikuwa hataki kuacha mji wake wa Makka. Amezaliwa, amelelewa, amekulia, ameoa. Sasa ilifika wakati ilimlazimu agure. Na hijra hii haikuwa hijra ya kwanza. Baada mtume amepewa utume atangaze la ilaha illa Allah ndani ya Makka, watu wakampinga, watu wakamtukana, watu wakamtenga. Wale maswahaba aliokuwa nao wakadhibiwa kwa adhabu mbalimbali. Mtume akawaambia basi bureni, tokeni Makka mwelekee nchi ambayo kwamba inaitwa Ethiopia, Habasha. Wakaondoka maswahaba 15. Hiyo ndio hijra ya kwanza katika hijra ya Kiislamu. Wale baada ya kukaa sehemu za Habasha, kwa sababu hawajozoea hali ya Habasha, ima wedha, ugeni, lugha, muamala, wakawa hawakukaa sana, wakarudi zao makwao sehemu za Makka. Mtume akaendelea na da'wa sallallahu alayhi wasallama. Da'wa ile ikawa ni dhiki ndani ya Makka. Mtume akapata waislamu wengi takriban 70. Hali ikawa mbaya. Mtume akafungiwa na Makuraish miaka 3. Hali chakula kimewaishia. Hali ni mtihani kwa wao. Mtume akamwamrisha Jaafar bin Abi Talib pamoja na wenzake walikuwa 70 warudi tena Habasha, huko wapate kumwabudu Mola wao. Hii miguro ni kwa sababu gani? Mguro wa kwanza, mguro wa pili ni watu wapate uhuru wa kumwabudu Allah. Watu wapate uhuru wa kuitumikia dini yao. Watu wapate uhuru wa kueneza da'wa. Ndio sababu ya miguro, mguro wa kwanza na mguro wa pili. Masahaba walipoenda zao Habasha haikukomea hapo. Sallallahu alayhi wasallam alipopata mitihani ya kufiliwa na ammi yake na kufiliwa na mke wake Khadija radhiallahu anha, akatoka Makka akaenda zake Taif kwa kutarajia atapata nusra kwa watu wa Taif. Lakini vile vile watu wa Taif na wao wakamfukuza na kumpiga na akarudi zake Makka. Hii yote ni kuonesha Mtume sallallahu alaihi wasallam hakukata tamaa na da'wa. Ndio maana sababu anatoka sehemu hii akiwaambia hawa maswahaba endeni sehemu hii ili tupate sehemu ambayo kwamba tutakuwa huru na dini yetu ya Kiislamu. Mpaka mwisho ilipokuja amri sasa, Mtume sallallahu alaihi wasallam amepangiwa mipango ya kumalizwa. Na hii ni sunna kwa yoyote anayefanya da'wa. Mtu anayelingania katika njia ya Allah ni lazima atapatwa na haya. Moja katika haya, ima atachukiwa. Mtume alichukiwa na jamaa zake ndani ya Makka. Jamaa zake walimchukia kiasi ya kuwa wanamkalia vikao vya kumaliza katika Darun Nadwa, wakishauriana Muhammad tumfanye nini, kwa sababu sasa tuaona amezidi na mipango ilikuja mingi. Walipokaa wale mabwenyenye wa Makka akiwemo kina Walid, kina Utba, kina Shaiba, wamekaa wanasema huyu Muhammad tumwambie nini apate kutuelewa, achane na mambo yake haya ya dawa, kwa sababu amefarakisha kati ya watu. Baba na watoto hawaelewani, mke na mume hawaelewani kwa sababu ya huu Uislamu wake. Walid bin Mughira akasema mimi nitamwendea Muhammad, na wakapanga maneno ya kumwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaambia ukifika kwa Muhammad mwambie ikiwa nataka mali sisi tutampa, tutajikusanya sisi matajiri wa Makka tumpatie Muhammad awe tajiri kuliko sisi, lakini mambo ya la ilaha illa Allah kuitangaza ndani ya Makka achane nayo.
Na ikiwa Muhammad anataka kuwa mfalme wetu, tutakubali tuwe chini yake Muhammad awe mfalme wetu. Na ikiwa Muhammad anataka kuwa na mke mzuri kuliko mtu yoyote, sisi tutamtafutia. Hivi ni vitu walivipanga kumwambia Mtume Muhammad, na aliyejitokeza kwenda kumweleza Mtume Muhammad ni Walid. Na Allah subhanahu wa ta'ala anamueleza ndani ya Qur'an. Yule bwana akamfuata Mtume Muhammad na akamweleza, Mtume akamsikiza, akamuuliza, Walid umemaliza? Akamwambia naam, nimemaliza. Na Mtume akamsomea suratu Fussilat. Aliposomewa suratu Fussilat, subhanallah, yale maneno yakamwathiri. Anayasoma ni Mtume Muhammad, ni maneno ambayo kwamba ya haki yasiokuwa na batili ndani yake. Walidi yatoka kwenye jalsa ya Mtume Muhammad yuenda zake, anafikiria haya maneno. Innahu fakkara wa qaddar fakutila kayfa qaddar thumma kutila kayfa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadha illa sihrun yuthar. Badala yeye amini maneno ya Mtume Muhammad aliyosomewa, akasema huu ni uchawi wenye kuathiri. Mpango huu wakafeli, wakarudi tena katika Darun Nadwa, namna gani tutammaliza Muhammad. Katika kushauriana, mmoja akiitwa Abul Aswad akasema, huyu tukitaka kummaliza tumfukuze ndani ya Maka, tumtoe kwa sababu amekuwa fasik. Alikuwepo Sheikhun Najd Iblis, akamwambia hiyo rai si nzuri, mkimfukuza Mtume Muhammad ana lugha tamu, akienda nje ya Maka atapata watu na wale watu watawazunguka nyinyi, hiyo si rai nzuri. Mwingine Abul Bakhtari naye akasema, huyu bwana tumfunge, tumtie jela asiweze kutoka. Rai ya pili, Ibilisi akamwambia, la, mkimfunga huyu bwana ndo atazidi kuwa na watu wengi kwa sababu ya lugha yake, na watu wataanza kujiuliza kwa nini amefungwa, atapata watu zaidi. Hiyo si rai nzuri. Paka akasema muovu wao kwa jina Abu Jahal, na wao akimuita Abul Hakam, akasema nitukutafute katika kila kabila kijana, katika kila kabila kijana wapate kumaliza Mtume Muhammad, waizunguke nyumba yake. Akitoka kwenye nyumba yake basi apigwe kipigo cha mara moja. Watu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawatoweza kupigana na kabila zote, kwa sababu katika kila kabila kumetoka kijana. Sheikhun Najd ambaye ni Ibilisi akasema, hiyo rai itafanya, hiyo rai itafanya. Angalia power ya Allah, angalia nguvu za Allah. Mola subhanahu wa ta'ala, pale wewe unaona hakuna njia, yeye huweka njia. Firaun alipowafukuza Musa na watu wake, wakafika mbele ni bahari, nyuma ni jeshi. Banu Israeli humuuliza Musa, haya tunaenda wapi Musa? Tunaelekea wapi? Mbele ni bahari, nyuma ni maadui zetu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala hako kama sisi. Allah subhanahu wa ta'ala yeye yuko tofauti na sisi. Wewe usipotarajia, yeye ataweka matarajio. Akamwambia, chukua fimbo yako, piga kwenye nini? Sehemu hakuna njia, akaweka njia. Ile siku amepanga kummaliza Mtume Muhammad, ndo amri inakuja. Jibril anamwambia Mtume Muhammad, Mola wako anakuambia toka. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama akamwacha Sayyidina Ali kwenye kitanda chake, na maagizo ambayo kwamba alimwachia, akawa ni mwenye kutoka hali ya kuwa wale vijana wamezunguka nyumba yake, na huku akisoma dua ama aya ile ndani ya Qur'an, waja'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda faaghshaynahum fahum la yubsirun. Hata siku hiyo Ibilisi hajawahi kulala, lakini alilala. Na Ibilisi alipoamka akamwambia, huyu Muhammad hayuko humu, mimi nimelala, huyu bwana ashatoka. Wakiangalia hivi kuingia ndani, Sayyidina Ali yuko kwenye kitanda chake. Na hapa kuna mafundisho makubwa. Mtume Muhammad sallallahu
sallallahu alayhi wasallam akasuhubiana na rafiki yake Sayyidina Abu Bakar, wakaondoka kuelekea sehemu za Madina. Sasa jiulize, Madina kulikuwa na mpangilio gani mpaka mtume Allah muamuze kuelekea Madina? Kwanza tuelewe, Madina ilikuwa imejawa na Mayahudi. Madina ilikuwa na kabila mbili ambazo kwamba zilikuwa hazielewani, Aus na Khazraj. Hawa watu waliwahi kuja kwa mtume kabla ya hijra, katika ukbatul ula na katika ukbatul thani, kumchagua mtume kumbai. Na katika kumbai walimwambia, hatutomshirikisha Allah, hatutozini, hatutoiba, mambo takriban mambo 10, na tutakuwa na wewe Mtume Muhammad katika kunusuru. Na mtume akawatumania sahaba anaitwa Mus'ab bin Umair, ambaye alikuwa akiwafundisha fiqh na akiwafundisha Qur'ani ndani ya Madina. Kwa hivyo mtume anatoka Maka, anajua kule tayari Uislamu umeanza kuingia ndani ya Madina, kuna watu wanamsubiri sallallahu alayhi wasallama. Mtume akaondoka, na kuondoka kwa mtume Makka kuelekea Madina, hapa ikawa imebainika baina ya batili na haki. Sisi leo paka tuakaa msikitini hapa, unajigamba na Uislamu wako, unajifakhiri, ni kwa sababu ya hijra ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Hijra yake ndo sababu ulimwengu mzima unajigamba na Uislamu. Ndo alipofika Madina aliambiwa, tala al-badr alaina min thaniyat al-wadaa wajaba ash-shukru alaina ma daa lillahi da. Mtume sallallahu alayhi wasallama, nitazungumzia natija ya hijra yake, sababu hijra ni mrefu. Na ikiwa tumewekewa mihadhara, ndugu zanguni, tukae tukasikize asbabul hijra, ilikuwa namna gani, ilipangiliwa namna gani, sehemu gani za kwanza mtume alienda hivi, tukatakana time ukae usome hijra ni nini. Usifurahike tu umeingia katika mwaka mpya hauna mpango wowote. Isieleweke tu Waislamu tuna tarehe ambazo kwamba hazikuleta faida katika dini yetu. Hijra ya mtume ina natija takriban 25. Mtume ile kugura tu kutoka Maka kwenda Madina. Kwanza mtume sallallahu alayhi wasallam alipogura kutoka Maka kwenda Madina, haki na batili zilipambanukana. Ikawa sasa haki iko juu na batili ikawa imetengwa, kwa sababu walishindwa kumuua sallallahu alayhi wasallam kwa njia yoyote. Mola alimuhifadhi mpaka akamfikisha Madina. Akawa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipofika Madina akawa na uhuru wa kufanya lolote na kuamrisha lolote. Ndio tapata baada ya kugura, kitu cha kwanza mtume alichokifanya alijenga msikiti. Miongoni mwa faida za hijra ni binaul masjid. Katika lengo la msikiti si kupamba tu kwa na mafeni mengi na mataa na nini, la. Msikiti mtume mpaka ujenge ulikuwa na malengo. Ndani ya msikiti mtume sallallahu alayhi wasallama akiwaita maswahaba zake wakipanga mipangilio yao ya Kiislamu, mipangilio ya kisiasa. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifanya msikitini mwake akishauriana na maswahaba, lakini siasa za ukweli, si siasa za urongo, la. Ni siasa ambazo kwamba zilikuwa za haki, ni siasa ambazo kwamba zilikuwa za uadilifu, ni siasa ambazo kwamba zilikuwa za sawa na Mola Subhanahu wa Ta'ala kiziridhia. Ndo lengo likawa mtume amejenga msikiti. Jambo lao Waislamu wanakimbia wapi? Si sasa msikiti malengo tumeyawacha. Ikiwa ni malengo yetu, labda tuna mambo yetu tunamalizana mitandaoni, hatuji tena msikitini. Imekuwa misikiti ni maadui kwa Waislamu, ambapo kwamba msikiti ndo ofisi ya kwanza kwa Muislamu yoyote. Kutulia kwako nafsi yako na msikitini, hilo ndo lengo la kwanza, ndo natija ambayo kwamba iliyopatikaniwa ndani ya wapi? Ndani ya kugura kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipoingia ndani ya Madina, natija ya pili ambayo kwamba tuliyopata katika kugura kwake,
Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama ni kuweka ad-daulatul islamia, serikali empire ya Kiislamu. Kila kitu kikawa kimepangika katika mipangilio yake. Nikizungumzia masala ya empire na serikali, iktiswadia, uchumi ulikuwa chini ya Waislamu. Mtume akatengeneza soko ndani ya Madina la Waislamu. Na huwezi kupelekesha serikali ikiwa huna mali. Mara nyingi na hapa Waislamu yatakana tunatambii, utapata mtu hafanyi kazi mvivu, yeye anakuambia anatafuta akhera. Akhera lazima uitumike hapa duniani, na hapa duniani kuna majukumu wewe kama Muislamu lazima uwe nayo, na kuwa nayo bimaana lazima utafute. Masahaba radhiallahu anhum wa arda, wao walijitolea katika mali, maana mali walizokuwa nazo, na wakifanya kazi kuwa nazo zaidi ili serikali ipate kwenda mbele na kusonga. Mtume sallallahu alaihi wasallam ikawa soko lake linapendwa ndani ya Madina, Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Ndio pale tunasema hijra ya Mtume ni furaha kwa Waislamu na ni furaha kwa wasiokuwa Waislamu. Ikawa kila mmoja anapenda soko la Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, kwa sababu soko zilizokuwa kitambo walikuwa wana tabia ya kuwaibia watu katika mizani, na watu hawa Mola akawalani na akawaambia mtakuja siku ya kiyama mtaulizwa na haya na mtapata adhabu kali. Soma suratul Mutaffifin, wailul lilmutaffifin alladhina idha iktalu ala an-nas yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Hawadhani kuwa watafufuliwa mbele ya Allah kwa dhulma zao. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatengeneza iktiswadia, uchumi. Bimaana Sayyidina Abu Bakar alipokuja kuongoza serikali ilikuwa ni ya Kiislamu, Waislamu na wasiokuwa Waislamu wakiridhia. Sayyidina Umar kadhalik, Sayyidina Uthman kadhalik, ilikuwa ni khalifa, ni kiongozi ambaye kwamba anayeamrisha sehemu yoyote ambayo kwamba Muislamu yuko. Mtume sallallahu alipogura akatengeneza daulatul islamia. Lingine tuliyopata katika natija hija ni dasturi ambayo kwamba ni muamala baina almuslimina wa ghairu almuslimin. Muislamu taamiliana vipi na asiyekuwa Muislamu? Bimaana tumekuwa desturi sisi Waislamu, si kwamba mtu si Muislamu mdharau, si kwamba mtu si Muislamu umtenge, si kwamba mtu si Muislamu umdhulumu. La, Uislamu unakataza. Kuna desturi yake ambayo kwamba Uislamu umetwekea, na mafundisho ya Mtume Muhammad ni namna gani utaamiliana na asiyekuwa Muislamu. Ndio utapata watu wengi walipowatazama maswahaba walislimu kwa tabia zao, walislimu kwa muamala wao, walislimu kwa hali zao, kwa watazama tu wale maswahaba radhiallahu anhum wa arda. La mwisho ambayo kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyolifundisha akiwa Madina na ni natija kubwa ni kujitolea Muislamu katika kila hali. Ndio pala akatumana misafara. Utasikia kuna msafara umeenda Mutata, utasikia kuna msafara umeenda sehemu za Oman, utasikia kuna msafara umeenda sehemu za Yaman, utasikia kuna ameandika mabarua. Zama hizo hakuna ndege. Zama hizo mtu atumia farasi shekha apiga masafa. Lakini kwa kuwa walijitolea na wakawa huru wa kueneza dawa, ndio paka leo Uislamu umeenea ulimwengu mzima. Hapa tuwe na tambii, iktiswadia yetu, usomi wetu Waislamu kwa wapi? Isiwe hijra tutohesabu miaka kwenda rudi. Waislamu upande wa usomaji tuko wapi? Waislamu upande wa uchumi tuko wapi? Ndio maana leo baadhi ya watu wanaonewa na Uislamu tuko na tumenyamaza, ambaye kwamba Muislamu alipokuwa kiongozi haonewi yoyote mbele yake. Hakuna anayeonewa, awe Muislamu ama si kwa Muislamu, huwezi kumuonea, kwa sababu Qur'ani inatufundisha adala. Qur'ani inatufundisha huquqi baina an-nas. Qur'ani inatufundisha namna uongozi atakana uwe. Leo imekuwa dhalimu anapata nguvu,
Leo imekuwa wanyonge wanaonewa na Waislamu tuko wengi sana, sababu kuna vitu hatujakuwa na tambihi navyo. Hebu fikiria ama uwaze Sayyidina Umar kama zama hizi kutokea kwake, aone kuna baadhi ya Waislamu wenzetu wanaonewa na sisi Waislamu tumenyamaza, itakuwa ni hali namna gani? Hijra ya Mtume ilitupa mafunzo. Bimaana Uislamu unapokuwa umekamilika katika kila njia, ndio haki zitapata kutengenezwa. Leo tuzama ulimwengu namna unavyopelekeshwa sasa. Hauko chini ya Qur'an, hauko chini sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulimwengu hauna tena taatuf na kuhurumiana. Leo tumegawanywa kiasi cha kuwa wewe Muislamu wa Kenya unaona na Muislamu wa Tanzania ama Muislamu wa wapi mko tofauti, ambao sahaba aliyekuwa Maka na aliyekuwa Madina na aliyekuwa sehemu yoyote yanaona yule ni ndugu yake na hafai kupata madhara yote, mimi nikafurahika. Kwa sababu Uislamu ni dini ya kuhurumiana, kwa sababu Uislamu ni dini ya kutenda haki, na natija ya hijra Mtume Muhammad ilileta haya ili sote tutembee katika kanuni ambayo kwamba iko sawa sawa. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama katika maneno aliyopokea Saidina Abi Huraira anasema, Mola Subhanahu wa Ta'ala hatutizama mioyo, hatutizama rangi zetu, hatutizama mili yetu, hatutizama kabila zetu, bali Mola Subhanahu wa Ta'ala atatizama nyoyo zenu. Hii roho yake ataitizama. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, hijra ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama ilikuwa ni hijra ya mafundisho makubwa. Masahaba walifanya kazi yao, masahaba walijitolea kiasi chao. Mimi na wewe ambao kwamba tuko zama hizi, jitolee katika dini yako. Umejitolea kiasi gani? Je, utabakia Muislamu ni jina? Je, utabakia Muislamu swala peke yake bila hata kusaidia chochote? Je, utakuwa katika ni Muislamu aina gani katika dini yako ya Kiislamu? Ni lazima uwe na fikra upande wa usomi. Waislamu tusomeni, tujiendeleze kimasomo, sehemu yoyote, sekta yoyote tuko. Tusikome tu Muislamu ni madrasa peke yake khalas, la. Ulimwengu unavyoenda ni lazima zote tuwe nazo. Tutambue ulimwengu namna unavyotembea. Leo tumepokonywa, angalia tulivyodanganywa na tukapokonywa. Temu ya kusoma dini yetu mwanzo haiko, ikija upande mwingine kusoma kwenyewe ni kwa kubambanya, haui mu'tamad katika jambo kama lile. Na hili haliwezi kuwa ikiwa nafsi zetu hatutozijengea ucha Mungu. Ukisikia maswahaba waliotembea ulimwengu mzima kueneza dawa, wakawa wako chini ya Qur'ani ndio inaongoza, maana walikuwa cha Mungu. Mtume aliwafundisha ucha Mungu, na ucha Mungu utaanza huku chini. Ukiwa na watoto wako wafundishe ucha Mungu, wajue Mola anataka nini, Mola anakasirika kwa jambo gani. Mtoto akulie katika ucha Mungu, ndio pale atakapona mwenzake ameonewa, kwa huruma alionayo atamsikitikia, ima kumsaidia kimaneno, ima kumsaidia kifedha, kwa sababu tayari ni mcha Mungu. Maswahaba walikuwa wacha Mungu, ndio Mola akawapa haiba, wakawa wanatisha, wakawa wanasikizwa. Lakini zote tukapokonywa. Leo ulimwengu unadhulumiwa, wallahi ulimwengu unadhulumiwa. Tuangalieni ndugu zetu waliokuwa Gaza, ambao miongoni mwa nasaha za Mtume, pamoja kuwa sisi Waislamu ukisoma tarehe ya vita, soma vita vyovyote, Mtume akitumana zile saraya ambavyo Mtume vita hakwenda, anawaambia msiue watoto wadogo, msiue wanawake, watu wenye shughuli zao msiwaingilie. Ndio kanuni ya Kiislamu. Msiue watoto wadogo, msiue wanawake, watu wenye shughuli zao msiwaue. Leo tuko katika sehemu kwamba Waislamu tuko ndugu zetu wanyonge wanaonewa, watoto wadogo kwa wanawake. Huo si Uislamu. Waislamu lazima tuwe na tambihi sana. Hii miaka kile kipita, je, hii miaka ina faida gani?
Hii miaka inatupa kumbukumbu gani? Inatupa kumbukumbu ya kuwa kuna time Waislamu ndo waliongoza, ikawa watu ni wenye kusikizwa, kwa sababu Uislamu ni dini ya haki, Uislamu ni dini ya uadilifu, Uislamu ni dini ya upole, Uislamu ni dini ambayo kwamba inaweka uadilifu kati ya Muislamu na asiyekuwa Muislamu. Kwa hivyo Mola Subhanahu wa Ta'ala atupe taufiki. Na la mwisho ambayo kwamba napenda kulikumbusha ndugu zanguni, jipigie hisabu mwaka uliopita na mwaka huu, tuwe karibu zaidi na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mola tusamehe madhambi ambayo kwamba tumeyatenda katika mwaka uliopita. Mola Subhanahu wa Ta'ala tustiri aibu zetu. Mola Subhanahu wa Ta'ala tusahilishie hali zetu. Mola Subhanahu wa Ta'ala aweke amani katika nchi yetu. Mola Subhanahu wa Ta'ala awape afya na upole viongozi wetu. Mola Subhanahu wa Ta'ala atuongozee kila mtu ambaye kwamba anaona hako katika njia sawa, na atujalie min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا.